Ayubu 28 mstari wa 22. Uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Kwa hiyo roho ya mauti inasikia, roho ya mauti inaelewa, roho ya mauti inasema. Kwa hiyo roho ya Shetani ambayo inafanya kazi kwa wakati huu ni roho ya mauti, roho ya mauti na uharibifu, ambazo hizi roho zinafanya kazi na kuzimu. Kwa hiyo mauti inasema, nimesikia habari zake kwa masikio. Manake mauti ni roho inayosikia, na kama inasikia, wewe uliokoka, unayemwamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hiyo roho unaweza ukaikemea na ikakimbia. Kama inasikia, na kama inasikia habari za watu kwa masikio ya kwamba huyo mtu amepanga kitu fulani, ndio maana unakuta kwamba una mipango mingi, lakini hakuna unaotania hata unapanga kuomba, nitakuwa mwombaji, ile tu umepanga umeshasahau. Bwana Yesu asifiwe. Lile wazo la kutamani kumtumikia Mungu au kukaa karibu na Mungu, hilo wazo Shetani anaua. Kwa nini? Amesikia. Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho ya mauti inafanya kazi na uharibifu. Manake kazi ya uharibifu ni kuharibu, kazi ya mauti ni kuua. Kuzimu inakuchunga. Taenda kuona hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokutana na uharibifu, ujue mauti iko karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Uharibifu wa magonjwa, Bwana Yesu asifiwe. Unasikwa na magonjwa yanaharibu mwili wako, kinachofuata nini? Sikufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Shetani anafanya ni kuhakikisha kwamba anawabana watu kwenye magonjwa. Akiwabana kwenye magonjwa, anawaletea mauti kabla hawajatubu wafe, kabla hawajamkiri na kumwamini Yesu wafe. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu wengi wako ndani ya kanisa, lakini wamekufa, hawaelewi nyakati na majira tulio nayo. Yaani watu huwa wanaokoka msibani, yaani msibani watu wote ni watakatifu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mtu tusimame, watasimama kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kila mtu anawaza, kila mtu anawaza, tukitoka pale tumesahau. Kwa hiyo roho ya mauti ni roho ambayo kwa nyakati hizi za sasa inafanya kazi kubwa sana, kuua wazo la Mungu ndani ya mtu, kuua ule moyo wa ibada ndani ya mtu. Watu leo wanachukulia ibada kama kitu cha kawaida. Injili ilitoka nchi za wenzetu, kwa mfano Ujerumani. Zamani wana mahekalu makubwa sana ambayo yana uwezo wa kubeba watu zaidi ya milioni moja, lakini unakuta ibadani wako watu 4. Yesu asifiwe. Wengine wote tuko wapi? Kutengeneza silaha. Tuko wapi? Kwenye mambo ya maisha ya hapa duniani. Tunasahau kabisa ya kwamba maisha ya hapa ni ubatili tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata upewe vitu vyote ni bure tu kama hauna Mungu, kwa sababu unakufa unaondoka kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndio maana napenda sana yule mtu ambaye anajua nafasi yake ya kumtumikia Mungu maadamu yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kitu kimoja, tutaenda kuomba hapa, na kila aliyekufa kwenye ulimwengu wa roho utafufuka leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini utakapofufuka sasa, usimame kwenye nafasi yako, ujitambue wewe mama, ujitambue wewe kijana. Roho ya uharibifu iko kazini kuharibu watu. Kijana aelewe yeye uzinzi na yeye haelewi hata nini anafanya. Yupo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku ukiwa na kuandama, unazikwa na maroho ya uharibifu ya magonjwa, unakufa. Kifo tena. Mauti na uharibifu husema tumesikia habari zake kwa masikio. Manake wakisikia habari zako, nini kinachofuata? Uharibifu unakuja kwako, unaharibu kila kitu kwenye maisha yako. Ulikuwa na mwelekeo mzuri, sasa hivi mwelekeo wako ueleweki. Kwa nini? Roho ya uharibifu ishaingia kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unatamani kumtumikia Mungu sana, ulikuwa unatamani kutunza ushuhuda, ulikuwa unatamani kufikia level fulani kwenye maisha, lakini unajikuta uko pale pale, miaka kwa miaka uko pale pale. Unatamani upige hatua, hakuna hatua yoyote unayoipiga kwa sababu roho ya mauti na uharibifu